Mpendwa mtazamaji, ni Dominika ya 5 mwaka A wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 58 aya ya 7 hadi ya 10. Hilo ni somo la kwanza. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa kanisa la Korinto, waraka wa kwanza sura ile ya 2 aya ya 1 hadi ya 5, na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ile ya 5 aya ya 13 hadi ile ya 16. Nitaisoma injili. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo ya waangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 58, wana wa Israeli waliingia katika manunguniko kwa Mwenyezi Mungu juu ya matendo ya kiibada ambayo yalikuwa yameandikwa katika Torati. Moja hapo ni tendo la kufunga, kwamba tunafunga lakini Mwenyezi Mungu husikilizi. Roho ile ya Kaini ambaye alienda kutoa sadaka mbele za Mwenyezi Mungu haikupokelewa, ikaingia ndani ya taifa hili. Nabii Isaya anakuja kutoa majibu kwamba kwa wale ambao wanaweka utaratibu kwa Mwenyezi Mungu wa kufanya matendo mema ya kibada kama kufunga, ili Mwenyezi Mungu aweze kujibu, kuna vitu ambavyo wanapaswa kuweza kuvifanya. Usije ukaingia tu kufunga kwamba Mwenyezi Mungu ajibu maombi, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo ulipaswa kuweza kuyafanya hujayatenda. Na majibu haya ndio yanaanza katika ile Nabii Isaya sura ya 58 aya ya 7, kwamba ili nuru yako, ili upate mafanikio, uweze kupata majibu, kuna baadhi ya mambo unapaswa kuweza kuyafanya. Ya kwanza, lazima uwe na moyo ule wa baba wa kuweza kuwagawia wenye njaa chakula. Na Yesu Kristo mwenyewe katika mojawapo ya injili alisema, na alikuwa na njaa ukanipatia chakula. Unaweza kuwa unafunga chakula, lakini kumbe umelimbikiza chakula ndani kwa ajili ya mambo yako, na nje kuna mtu anakufa kwa njaa. Mpatie mwenye njaa chakula, majibu yako yatapata kibali. Na baadaye anaendelea anasema, kuna masikini ambao wametupwa nje ya nyumba yako. Yaani kuna watu hawana sehemu ya kuweza kuishi na unawaona tu, na wewe una nyumba na wewe una sehemu. Masikini huyu, kumbuka, amekosa hapa duniani, lakini mbele za Mwenyezi Mungu ana thamani. Mpatie sehemu ya kuweza kuishi, mfungo wako utakuwa una thamani. Anaendelea, kuna watu ambao wanakosa hadi nguo za kwenda kanisani. Hana nguo ya kwenda kanisani, lakini mimi ndani mwangu nimeweka nguo nyingi ambazo mwaka mzima sijazivaa, na kila siku nafunga mifungo mitatu, nafunga 3 kavu, nafunga 7 kavu. Mwenyezi Mungu hujibu maombi. Na kuna mtu ambaye hana nguo, na mimi ndani nimerundika nguo. Rudi kashughulikie zile nguo ambazo umeziweka ndani ambazo hujazivaa, kawavishe wale ambao hawana nguo, ili matendo yako mema Mwenyezi Mungu atajibu maombi yako. Na baadaye anasema, katika safari yako ya maisha unapofunga, ukiyafanya hayo, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Matendo mema ya kuwalisha watu chakula, kuwavisha wenye nguo,
kuwakaribisha masikini, afya yako itakuwa imara na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuatia nyuma yako uweze kukulinda kupitia matendo haya. Tupo katika nyakati ambazo watu wengi sana sasa hivi wanafunga, wanaotafuta uso wa Mwenyezi Mungu, na kuna watu ambao wanateseka kila siku hatuwaoni. Na tupo katika nyakati ambazo mtu umefunga lakini utukufu wa Bwana haupo. Matendo haya nabii Isaya anayozungumza yatakuwa kigezo kwetu katika swala zima la kutufanya tuweze kuwa watu wa Mwenyezi Mungu. Utukufu wa Bwana utatufuatia, nuru yetu itapambazuka, na katika hali hiyo ambayo Mwenyezi Mungu anazungumza kupitia nabii Isaya, anasema afya zetu zitakuwa imara. Katika somo la Injili, Yesu Kristo baada ya kutoa fundisho, kutoa mpango mzima wa kazi yake pale mlimani alipotoa zile heri, wale wote waliosikia zile heri, wale ambao ni wafuasi wake. Hasa katika Injili ya leo sura ile ya 5 ya Injili ya Mathayo kuanzia aya 13, hasa anawaambia wale wote waliokuwa wamepata zile heri, anasema, ninyi wafuasi wangu, ninyi ni chumvi ya dunia. Alikuwa na maana gani alivyowatamkia hawa wafuasi wake waliokuwa wamezipokea zile heri kwamba wao ni chumvi? Katika Agano la Kale, mpendwa mtazamaji, chumvi ilikuwa ina thamani kubwa. Chumvi ilikuwa ni kiungo cha usafi. Chumvi ilikuwa inatumika katika kuhifadhi vitu. Chumvi ilitumika katika dhabihu na ibada mbalimbali. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 18 aya 19, Mwenyezi Mungu aliwaambia Walawi, alikuwa amewatenga katika kutumika patakatifu pake, kwamba ninyi Walawi ndio urithi kwa taifa la Israeli. Sasa mtakuwa na ushirika nami, na katika ushirika huu kazi yenu ninyi Walawi ambao ni makuhani, mnakuwa na agano la ulinzi pamoja na, manake popote pale alipo Mlawi, manake kuna agano la ulinzi kwa taifa la Israeli. Sasa agano hili ambalo Mwenyezi Mungu analifanya na Walawi katika jukumu la kuitunza hema ya kukutania na ibada, Mwenyezi Mungu akasema chumvi itawasilisha uhusiano kati ya mimi na ninyi. Kwa hiyo mara kwa mara Walawi hao wanapoenda mbele za Bwana walikuwa wanatumia chumvi katika patakatifu. Kwa hiyo huduma yao ya ukuhani ilikuwa inaunganishwa na chumvi. Chumvi ikawa ni ishara ya agano la uhai, agano la kudumu kwa taifa la Israeli. Chumvi ikawa inatumika katika ibada. Baadaye pia mtamsikia Mwenyezi Mungu akiwa anaongea na Walawi hawa katika kitabu kile cha Walawi sura ya 2 aya 13, kwamba kwenye kila dhabihu ambayo Mwisraeli yeyote ataleta mbele za Mwenyezi Mungu lazima ambatanishe na chumvi. Chumvi itaambatana katika kuleta unga. Chumvi itaambatana katika kuleta kila dhabihu, lazima itumike kwa ajili ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu chumvi ilikuwa ni ishara ya usafi. Kwa hiyo anapozungumza Yesu Kristo kwamba ninyi wafuasi wangu, ninyi ni chumvi ya ulimwengu, ya kwanza anawaambia kwamba mna agano la ulinzi katika dunia. Ninyi mna agano la usafi katika dunia, si ndani ya kanisa. Amesema katika dunia, manake dunia ilikuwa ni chafu. Dunia ilikuwa haina ulinzi. Popote pale mfuasi wa Kristo atakapokuwepo, hapo kuna ulinzi. Popote pale mfuasi wa Kristo atakapokuwepo, hapo kuna usafi. Ukipewa majukumu yoyote yale ya kikazi, manake kazi hiyo itakuwa ni safi. Manake Mkristo popote pale atakaposimama ni ishara ya usafi. Na ndio maana basi anazungumza, anasema hivi, kama chumvi hii ambayo ni ya dunia ikiwa katika sifa hiyo ya usafi, ambapo ndani mwake kuna uaminifu, ikiharibika itatiwa kitu gani? Baadaye anaongeza, anasema kwamba katika dunia yetu ambayo tuko nayo, viwango vya uaminifu vinazidi kupungua. Viwango vya uaminifu katika kazi, uaminifu katika ndoa, uaminifu katika maagano, uaminifu katika maadili, vyote vinapungua. Sasa anaposema ninyi ni chumvi, manake
atakapokuwepo pale Mkristo, manake kiwango cha uaminifu kinaongezeka. Kuna watu walitaka kufanya dhambi fulani, wakikuona wewe wanaacha kufanya dhambi hiyo, wanabakia kuwa waaminifu. Ukipewa jukumu hilo, manake utalifanya katika ule uaminifu ule wote jinsi inavyotakiwa. Katika hiyo ya usafi, Mkristo lazima aweze kuwa safi katika usemi wake, aweze kuwa safi katika matendo yake, aweze kuwa safi katika mawazo. Ndio chumvi ilivyo. Chumvi ni nyeupe, chumvi ni safi, manake mawazo yako ni safi, kila kitu ni safi. Katika hilo Yesu anayozungumza kwamba nini ni chumvi, kuna watu, kuna kipindi wanaweza wakapoteza sifa ya ile ya chumvi. Ndio maana akaongeza akasema, chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Kuna kipindi unaweza ukaona kwamba hutumiki katika swala zima la kuleta ladha katika maisha. Kuna vitu hivi viwili ambavyo vinavyoleta ladha katika chakula katika maisha. Ya kwanza, sukari inatumika katika kuweza kuleta ladha nzuri, na chumvi pia inatumika katika kuweza kuleta ladha nzuri. Sukari inatumika kuanzia asubuhi mwisho saa 5, na kuanzia asubuhi mpaka saa 5 hiyo hutasikia mama nyumbani anasema leta chumvi, atasikia leta sukari. Lakini kuanzia saa 5 mpaka usiku chumvi itahitajika. Maana yake mtoto anatumwa kalete chumvi, maana yake hapa tunahitaji chumvi. Kuna kipindi unaweza ukaona kwamba umesahaulika, kwamba huna thamani, hawakuiti katika majukumu mbalimbali, ni kipindi cha sukari. Kaa utulie. Wanaitwa tu wenzako, wanapewa majukumu kama haya, kaa tu utulie. Wakati wako bado hujafika. Wewe ni chumvi. Chumvi huwa haipigi kelele, imekaa kabatini kimya. Ukifika wakati chumvi inahitajika, utasikia kamlete fulani. Katika uharibifu ambao umetokea, fulani atapaswa kuweza kusimama hapa. Ishara ya usafi, ishara kwamba vitu vimeharibika. Chumvi katika nyakati ambazo Yesu Kristo alikuwa anaishi, ilikuwa inatumika pia katika kuweza kufanya chakula kiweze kuwa na ladha na kutunza vitu vilivyokuwa vinaharibika. Mfano, nyama ni maiti. Nyama kama ni maiti, manake itaoza. Ukiweka chumvi, manake kuna kitu kipya kimeongezeka, kuna uhai mpya unaongezeka, ambapo nyama hii haitaoza. Anaposema kwamba Wakristo ni chumvi ya dunia, manake kuna uozo. Kwenye biashara kuna uozo, kwenye kazi kuna uozo, kwenye ndoa, kwenye maisha ya kawaida kuna uozo. Akiingia Mkristo safi, manake anakuja kuleta chumvi, anakuja kuleta uhai mpya katika maisha. Unaweza ukawa umeoa katika familia fulani, wewe ni Mkristo safi, kule kuna uozo. Ukiingia wewe, manake ni chumvi, uozo wote unaisha. Unaweza ukaolewa katika familia fulani ambayo ina maozo mengi. Utakapoenda wewe, kwa sababu ni Mkristo, ile familia inakuwa na uhai, maozo yote yanakwisha. Baadaye Yesu Kristo anaendelea kutufundisha katika habari hii ya chumvi. Anasema kwamba chumvi hii ikiharibika itatiwa nini? Maana yake bakia Mkristo katika thamani yako ile ile. Fundisho jingine ambalo Yesu anazungumza, anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Katika habari za nuru ya ulimwengu, Yesu Kristo yeye mwenyewe alizungumza, akajitamkia wazi, akasema yeye ndio nuru ya ulimwengu. Yohana sura ya 9 aya 5. Alijitamkia akasema yeye ndio nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo kama anasema yeye ndio nuru ya ulimwengu, sasa amechukua nuru yake ile, amewapatia Wakristo. Kwa hiyo Wakristo wameinuliwa kwa thamani kubwa sana, wamewekwa katika viwango vikubwa. Yani umeinuliwa katika viwango vikubwa sana. Ile nuru iliyokuwa kwa Kristo amekupatia wewe. Maana yake nuru inaonekana kwenye giza, na bila giza nuru haina thamani yote ile. Kwa hiyo anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Maana yake kwenye dunia kuna giza, ulipo hapo kuna giza, wewe ndio nuru. Kuna kipindi watu wote waliko pale wana matendo ya giza ya ajabu. Wakikuona wewe wanaona kabisa kwamba ni mwanga, wewe ndio unaakisi ule ukweli wa Mwenyezi Mungu. Na amesema hii nuru haifanyi kazi tu, yani akasema ninyi ni nuru kwa ajili ya wafuasi wa Kristo, au ninyi ni nuru kwa ajili ya taifa la Israeli. Akasema ni nuru ya dunia. Nyakati ambazo Yesu Kristo alipokuwa anaishi, taifa la Israeli walikuwa ndio nuru, walikuwa ni nuru katika maeneo yale, kwamba kuweza kuyafanya sasa,
kuweza kuwafanya watu wengine wote wa mataifa waweze kumjua Mwenyezi Mungu. Hiyo ikaisha, akasema kipindi cha taifa la Israeli imeisha. Sasa wale wote wanaomfuata Kristo, kwa sababu yeye ndio nuru ya ulimwengu. Usisahau alipozaliwa watu, malaika waliimba utukufu kwa Mungu juu, kwamba nuru ya ulimwengu imekuja, imeangazia dunia yote, imeleta mwanga. Na ni kweli, baada ya Kristo kuweza kuingia, matendo ya giza kaanza kuondoka, na sasa hivi tunaishi katika nuru, tunaishi katika mwanga. Na baada ya kuweza kumvaa Kristo, yani matendo ya zamani ya kuweza kuogopa watu, kujenga nyumba nyumbani kwao, kufanya maendeleo imeisha, kwamba sasa hivi kuna nuru. Wa Kristo wanapoingia sehemu ambayo ilikuwa kuna giza, watu wanaogopa kufanya maendeleo, wa Kristo akifika pale wanafanya, nuru inakuja, kuna mwanga mkubwa zaidi. Akasema ninyi ni nuru. Kwa ujione kwamba wewe umepewa heshima. Sasa Yesu anazungumza, anasema nuru hii, amesema inawekwa juu ya mlima. Kwa ukijiona ni Mkristo, manake umewekwa juu ya mlima ili uweze kuangaza. Amesema ukificha matendo yako, yaani amesema umeharibu. Na usisahau kwamba unapoficha matendo yako, ukificha ile nuru kwenye giza, kuna mwanga tu utaonekana. Na ndio maana kuna mtu fulani anaweza akafika sehemu anaficha Ukristo wake. Utasikia hata unapozungumza unaonekana kama wewe ni Mkristo. Matendo yako yanaonekana kama wewe ni Mkristo. Umeficha ile nuru. Usifiche nuru, iangaze. Na anasema baada ya kuweza kuangaza, nuru yenu ikiangaza mbele za watu, watu wapate kuweza kuiona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Dominika ya leo ni ya matendo mema. Mkristo popote pale, tenda matendo mema. Uwe mwema. Uwe mwema kwa kila mmoja. Usisubiri uweze kuletewa kwamba wewe, tenda mema kila wakati. Kuna kipindi kanisa la mwanzo lilipita katika kipindi kigumu sana. Ndio maana Mathayo akaandika kuwakumbusha wale wa Kristo kwamba ninyi ni kundi dogo, lakini ninyi ni chumvi, ninyi ni nuru, msiogope. Walikuwa wanateseka. Kuna kipindi kanisa linaweza likapita kwenye mateso makubwa, likateseka kwa sababu ya kuweza kuwa Wakristo, kwa sababu ndani mwao wamebeba Kristo. Leo hii Injili inakuja kuweza kutukumbusha, popote pale ulipo ni chumvi, popote pale ulipo wewe ni nuru. Hata kama utapita katika mateso makubwa mazito ya namna gani, ukweli utabakia pale pale kwamba wewe ni chumvi. Ukweli utabakia pale pale kwamba Wakristo, kanisa ni nuru, inaleta mwanga. Huo ndio ukweli, utabakia vile vile. Hata kama wataweza kutuchafua, watachafua kwa mambo machafu, kwa masingizio mengi ya ajabu, nuru itabakia kuwa ni nuru, na giza itabakia kuwa ni giza. Matendo yao ya giza yatakuja kuwaumbua, lakini kanisa litabakia kuwa ni nuru kwao. Sasa siku ya leo ni siku ya kuweza kuangaza. Hata kama utasingiziwa, hata kama utasingiziwa kwa mambo mabaya, tutende matendo yaliyo mema. Ndio maana basi Paulo katika kanisa lile la Korinto anawaambia, anasema kwamba mimi nilipokuja kwenu sikuja katika kuweza kuwahubiria kuweza kuhubiri siri za Mungu kwa ufasaha, kwa maneno ya ufasaha. Anasema nilizungumza lugha nyepesi sana ili muweze kulielewa neno la Mwenyezi Mungu. Niliwaletea Kristo kwenu. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni nuru kwa kanisa lile la Korinto. Kanisa lilikuwa limejaa uchafu, kanisa lilikuwa limejaa uhasama, kanisa lilikuwa limejaa mgawanyiko. Wengine wamesema ni wa Apolo, wengine wamesema mimi ni wa Kefa. Kanisa lilikuwa limejaa uzinzi ambao Paulo anasema kwamba hata shetani anashangaa. Paulo alikuwa ni nuru, aliwaletea Kristo. Popote pale utakapoenda uweze kuwa Paulo kwa Korinto, kwa kanisa chafu, katika ulimwengu mchafu, uweze kuwa ni nuru. Na katika nuru hiyo itakufanya siku moja upokelewe huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.